Nina kila sababu ya kuwapongeza marafiki zangu, jamaa zangu ambao wameniombea katika kipindi kifupi ambacho nilikuwa sipo katika taifa langu, nilikuwa katika taifa la watu wengine. Dhamira na makusudio yetu ni kuwatembelea wale watu waliotuona katika mitandao wakaagiza dawa, ili niweze kwenda kujua changamoto yao ni nini, wamefikia wapi. Na kwangu mimi nazidi kusoma zaidi kuona tofauti ya hali ya hewa ya taifa langu, tofauti ya hali ya hewa ya taifa lingine. Na dhamira kubwa ni kuondoa mashaka kwa wale watu ambao walikuwa nje ya taifa langu, kwa kuwa wameagiza dawa, tumewatumia dawa na kwenda kuwaona. Nafarijika kwa wale niliowaona wamefurahi sana na hali yao imekwenda vizuri sana, na kweli tuna kila sababu ya kusema tuna suluhisho. Pasipo mashaka aina yote ile, tuna suluhisho la kudumu katika matatizo mengi yanayokabili jamii, hasa katika kizunguzungu, katika tatizo la sukari, kuimarisha mfumo wa kinga kuimarika, kufanya sukari isiwe inapanda inashuka, kuna madonda ya tumbo, kuna virusi ndio usiseme. Tumefanya kazi nzuri sana, na pasipo shaka aina yote nafungua milango wakati wote. Kama kuna mtu anaweza kutoa challenge yoyote kwa kile tulichokitengeneza, milango iko wazi, pasipo mashaka yote ile. Tumefanya kazi nzuri na inatia moyo sana. Tatizo ni moja tu, tatizo ni moja, na tunajitahidi kupambana nalo. Tatizo hili ni uelewa na kuona namna gani au lini. Kwa mfano katika utaratibu wa taifa letu, mkuu wa nchi alishasema wazi utaratibu uendelee ili watu waweze kufungua maduka, kuna hospitali na watu waweze kupata mafanikio makubwa. Haina haja ya kuhangaika katika swala la virusi, ni mtazamo na uelewa tu. Kuna watu wanaamini na wanaelewa kuwa njia pekee ya kumaliza tatizo la kutumia tatizo la HIV ni kutumia ARV, na hizo zinatumika Afrika nzima. Kuna ARV aina tofauti. Kuna hizi zinatolewa bure, kuna hizi watu wananunua pesa, na wananunua pesa nyingi sana, na unakula maisha yako yote. Lakini si tunaamini kwa ufanisi tunauona sasa, hakuna sababu ya kutopata mafanikio makubwa watu kutokana na mafanikio au picha zinazotumiwa. Hasa nichukue dakika moja kumpongeza sana dadangu mmoja kutoka Mwanza. Kwanza hakukata tamaa na TR Msigwa, mstari wake ulikuwa haufutiki, kila kukicha ulikuwa unakoza, lakini tumeendelea kushikana naye, tumeendelea kuwa naye karibu. Lakini sasa yeye mwenyewe nafikiri anaona bahati nzuri, vipimo vyote anafanya yeye, mimi ananitumia picha tu, anaona kabisa ule mstari kwa 80% umepoteza mwelekeo kwa 1% kubwa, na kila kukicha, kila wiki tunaona mafanikio mapya yanakuja. Kwa hiyo kilichobaki ni mgongano wa mawazo wa kifikra. Kuna watu wanaamini mtu ukiwa positive huwezi kuwa negative, kwa sababu waliaminishwa hivyo na wameamini hivyo, na bahati mbaya yule anayemuaminisha ndio anayemuona ni msomi zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo yeye anamuamini zaidi na anamuelewa zaidi. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana, na si ya kusema, tuna kazi kubwa ya kuonesha vitendo kwa wahusika. Tatizo linaonekana, hali kidogo si rafiki katika masuala ya pesa, vipimo na kadhalika, lakini tunajaribu kuwabeba wagonjwa wetu kwa namna yote ile ili tuweze kufikia katika mafanikio mazuri ambayo tunakusudia. Wakati sipo, niliandika makala siku moja, nilikuwa nikiangalia mgongano wa kimawazo baina ya watu wanaosema kuna corona, wengine wanasema hakuna corona, wengine wanasema tuchukue tahadhari na kadhalika. Niliandika makala fupi ambayo nitataja vitu viwili tu katika makala hiyo niliyoandika, ambayo iliruka kipindi ambacho nilikuwa siko katika taifa langu.
nilisema mambo mawili muhimu. Haina haja ya kubishana au haina haja ya kuvutana. Hii ni nukta ya kwanza ambayo ilobeba sura ya makala ile niliyoandika. Lakini sura pili, tujiulize vifaa tiba. Mimi nilitoa $100 wakati napima corona, maana sheria huwezi kuvuka bila kupima corona. Kwa nilipa $100 ambao nilijiuliza maswali mengi sana, paka alionipima nikamuuliza maswali, nikapiga na picha. Sikuwa naelewa hasa kwa nini nalipa $100. Lakini ililazimika nilipe kwa sababu huwezi kuvuka bila kulipa. Lakini nilijiuliza swali moja dogo tu ambao ningependa na wewe ujiulize. Kama Waingereza au wa Marekani au wa China au watu wengine katika mataifa ya kimagharibi wakiwa wameshindwa kuvumbua dawa au wameshindwa kuvumbua vifaa tiba, hatima ya Afrika, ya Waafrika ni ipi? Kama unaona mtu akijifukiza, mtu akinywa chai ya tangawizi, mtu akinywa chai kama charming tea ambayo tumeitoa, sio suluhisho. Suluhisho wenzetu wakikosa, sisi suluhisho letu ni lipi kama Waafrika? 90% ya vifaa tiba na madawa yanatoka nje ya bara la Afrika. Wao ndio wanatengeneza, wao ndio wanatuwezesha. Kuna mataifa yana miaka 50 tokea yapate uhuru, kuna mataifa yana miaka 40, yana miaka mingapi. Mmezalisha wasomi. Ukitizama wakati Mwalimu Nyerere anazungumzia kuhusu mainjinia, wakati wale tunapata uhuru tulikuwa tuna mainjinia wachache. Sasa hivi tuna mainjinia maelfu. Kwa maana hiyo tuna wasomi wa kila sekta wengi. Sasa kama linapatikana tatizo, wasomi wenu, wataalamu wenu wanashindwa kukaa maabara dakika 20 au 50 au masaa mawili au mwaka au mwezi kushindwa kutoa dawa, bado tuna safari kubwa sana. Alafu mbaya zaidi, wale wenye vipaji, wenye uwezo mzuri wa kuweza kusaidia, bado mnawawekea vipingamizi vingi pasipokuwa na sababu yoyote ya msingi. Lakini bwana mkubwa mmoja, kiongozi wa dini, kasema afya ni ya kwako wewe. Kwa hiyo wewe mwenye kuugua ndio una kila sababu ya kutafuta ufumbuzi wa tatizo lako. Ni kauli inawafanya watu wengi waendelee kumtizama T.R. Msigwa. Kila kukicha namba inayoendelea kumtizama T.R. Msigwa inaongezeka kutokana na watu kuchoka na propaganda, kuchoka na porojo zisizokuwa na tija na kichwa wala miguu, zisizokuwa na tija na yote, kwa sababu ya ulimbukeni tu ya kuona kila kitu bora kinatengenezwa na mtu kutoka China, kutoka Marekani na kadhalika. China ilitoa mfano mzuri sana. Hawakwenda kuomba msaada katika taifa lingine lote. Walijenga hospitali kwa muda mfupi sana, wakaweza kukabiliana na tatizo liloingia katika taifa lao na hatimaye kupata jawabu stahiki kutokana na maradhi yaliyoingia katika taifa lao. Kila taifa huru lenye kujielewa, lenye watu wenye kujielewa. Unajua, unaweza kuwa umesoma lakini ukawa mpumbavu au ukawa zuzu tu. Unaweza kuwa kiongozi wa taasisi fulani lakini ukawa mjinga. Wewe mwenyewe unajiona uko sawa sawa lakini ukawa mpumbavu tu. Kila unapoendelea kupata shahada ndio unazidi kuwa mjinga. Kwa sababu haingia akilini unazalisha watu ambao unasema wana taaluma, ambao ile kupitia taaluma ile hawawezi kujiongoza na hawawezi kujitatulia matatizo yao na hawawezi kuwaongoza wenzao. Sasa huu ni uzezeta fulani ambao upo katika nchi za bara la Afrika. Mimi nabahatika sana kuchomoka kuingia katika nchi za Afrika. Naona namna gani wa Afrika bado tuna safari ndefu ili tuweze kufikia katika lengo ambalo tunakusudia. Lakini kazi kubwa ni kutumia busara na hekima ili kuendelea kuwasaidia watu. Leo T.R. Msigwa ni nchi nyingi za Afrika wanamsikiliza, wanamfuatilia na wanafuata huduma yake. Mimi naamini kwa kasi hii muda si mrefu tunaweza kufikia katika malengo yetu ni kufanya dawa ya 4A9 iwe taa katika nchi za Afrika.
Corruption ni nyingi sana, vikwazo ni vingi sana, lakini bado tunaamini kwa sababu tupo kwenye ukweli tutafanikiwa vizuri zaidi, kwa sababu tunakwenda vema pasipo mashaka yote, kwa sababu tuko ndani ya ukweli. Mtu kama huyu dada Mwanza huwezi kumwambia chochote kuhusu T.R. Msigwa. Kwanza angekata tamaa mapema, lakini aliona aendelee kuvumilia. Leo mafanikio yake ni makubwa, hatumii dawa zingine zote. Leo kuna hospitali hasa Mwanza, wataalamu wengi wa hospitali wa Mwanza wanaambia T.R. Msigwa, tuna kila sababu ya kuendelea kuambia wagonjwa watumie dawa yako, kwa sababu tunaona tofauti kubwa kwa kutumia New Gold. Tukiwapima wagonjwa watumie dawa zako na wagonjwa watumie dawa zetu, tunaona kuna tofauti kubwa sana. Kwa hiyo kila kukicha tunapata salamu mpya, tafsiri yake tunakwenda vyema zaidi kufikia katika malengo tunayokusudia. Lakini tuna kila sababu ya kutokulalamika. Tuna kila sababu ya kufanya kitu kwa niaba ya taifa letu au kwa mataifa ya Afrika. Kwa mfano, uwe Mkenya, uwe Mganda, uwe Mnyarwanda, uwe Mholanzi, uwe mtu yote ule, fanya kitu ambacho kitasaidia taifa lako, kitasaidia raia wenzako, kitaokoa binadamu wenzako. Katika dunia kuna watu wawili tu. Kuna watu kazi yao ni kutengeneza vitu vya kuharibu, kwa maana kufanya mambo yote yanayoharibu. Kuna watu kazi yao ni kutengeneza mambo ya kunusuru au ya kuongoza au mambo mema. Kwa hiyo ni mambo mawili tu, jambo baya na jambo zuri. Sisi tunaamini kwa changamoto hii, hasa nitoe wito kwa wagonjwa wa HIV, wagonjwa wa sukari, wagonjwa wa moyo na kadhalika. Kipindi hichi ambacho kuna dalili na kuna maneno kuwa kuna corona na kadhalika, njia pekee ya kuimarisha mfumo wa kinga ili kinga ziweze kukabiliana ipasavyo na magonjwa haya ambayo ya mlipuko ni kutumia dawa ya 4A9. Na mimi naamini waziri wa afya wa Tanzania sasa hivi, naona tuna waziri makini, sio kama aliyopita kuwa makini, lakini tunaona tuna waziri makini. Inawezekana tatizo la sera likafanywa utaratibu wa haraka, ili dawa zinazotengenezwa na wazawa zina uwezo mzuri ziweze kuingia katika hospitali, ziweze kuwasaidia watu, ili hata madaktari wajifunze kuwa inawezekana, wajiondoe katika utumwa wa kiakili, waamini kuwa inawezekana. Mtu hujivunia ndoto yake, mtu hujivunia taaluma yake, na kwa sababu sisi taaluma yetu ni tumeikopi sehemu fulani, ndio maana mafanikio ya vijana wetu wanaomaliza vyuo vikuu ni hafifu sana. Ni ukweli usiopingika. Vijana wengi wa Afrika hawana kazi, na wanapata kazi ya kipato ambacho hakiwezi kukidhi mahitaji yao katika safari ya maisha yao. Kwa mtu anafanya kazi ili mradi anafanya kazi, lakini ile nguvu ya kufanya kazi na matunda ya taaluma yake hayaoni kutokana na elimu ya Afrika ambao wanaitumia Afrika, kidogo ni hafifu. Unaweza kusema mbona Ufaransa hamna kazi, mbona Marekani hamna kazi? Ni tofauti sana. Tofauti sana. Taaluma ya mtoto wa Kimarekani, taaluma ya mtoto wa Kitanzania, kuna tofauti kubwa sana. Lakini wenzetu bado wana namna ya kuwasaidia vijana wao ambao kipato chao sio rafiki, angalau mlo wao, chakula chao kwa mwezi unaweza kuhakikisha raia wao anapata chakula kwa mwezi na pasipo mashaka aina yoyote. Kuna changamoto na kuna tofauti kubwa sana. Na ukitaka ulione hili, usilitizame kwa mtazamo wa kisiasa. Wanasiasa waachie na mitazamo yao, lakini tazama mambo kwa uasilia na utizame kwa ukweli zaidi. Na amini ukweli huwa upendwa sana, unapendwa uongo na kumsifu mtu pasipokuwa na sababu yote ya msingi. Lakini Afrika tuna kila sababu ya kujinasua kutoka katika utumwa wa taaluma za wenzetu na kila kitu kinachotoka nje. Si vibaya kutumia kitu kinatoka Uturuki, kinachotoka China na kadhalika, lakini kwa nini na sisi tusidhalishe vitu vingi vyenye ubora zaidi, ili tukaweza kusema angalau tuna 60% au 70% vifaa au vitu tuliovumbua vinakwenda nje zaidi. Nilikuwa naona Warusi wametengeneza gari nzuri ambalo taksi nzuri inaruka. Ule najiuliza, Tanzania au nchi za Afrika, sijaona wanasayansi wa Tanzania kwa mwaka wanaonesha kitu kipya cha kisasa ambao wamevumbua.
Wao wasomi ni kazi yao kukopi taaluma ile na kujiita wasomi na kuwakataza watu wasitumii vitu vya ndani kuliko wao kuvumbua vitu vipya. Ni asilimia chache sana, na mimi kwa kweli sioni. Mimi nashinda kuna mitandao, sijaona kitu kipya cha maana zaidi Mwafrika ambao ni profesa PhD au nani kavumbua ambacho kina uwezo mkubwa wa kuwasaidia Waafrika wenzake. Ni asilimia chache sana. Hata wale wenye vipaji kuwashinda, kuwapa nafasi na kuwa ngumu kutokana na ubinafsi na choyo, kwa sababu yeye ana PhD miaka kwa anakula hela za bure, hana alichofanya, inakuwa ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo mimi naamini, na mimi siwachukii wasomi wa Tanzania, wasomi wa Kenya, wasomi wa Rwanda na wasomi wa nchi zingine. Hapana, siwachukii. Dhamira yangu ni kuambia tuna kila sababu ya kubadilisha mtazamo, kuzipa nafasi bidhaa zetu, kuthamini vya kwetu, kubadilisha mtazamo huo ili tuweze kwenda mbele zaidi. Lakini hasa ni kubadilisha sera ili vile vinaotumika au vinaotengenezwa na wazawa vipewe nafasi kwenye kila kona ili watu waone kumbe inawezekana jambo hili likawa lipate jawabu. Kuna watu watoka nchi za nje wana kumbe kitu kinawezekana. Ni kwa sababu ya ubinafsi na choyo, ndio tatizo kubwa la sisi wa Afrika. Lakini tuna kila sababu ya kubadilisha mtazamo, ndio tutaacha kushabikia, tutaacha kujipendekeza kwenye mataifa ya wenzetu. Kama hatutojitambua, hatutothamini vitu vyetu, tutaendelea kuwa watumwa wa biashara za wenzetu na kulifanya Afrika kuwa dampo la product kutoka katika mataifa ya wenzetu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujiuliza, tumetoka wapi, tuko wapi, tunakwenda wapi? Na niliandika kuna makala yangu ile, hebu jiulize ndoto ya taifa lako ni ipi na imefikiwa kwa asilimia ngapi? Wewe mchango wako kwa ndoto ya taifa lako ni upi? Na kuliko kukaa unalaumu tu na kila wewe ni kazi yako kulaumu, wewe mchango wako kwenye ndoto ya taifa lako ni ipi? Tofauti ya ndoto na msamiati ni tofauti sana, au kauli mbiu ni tofauti sana. Lazima tuwe na ndoto ya taifa husika. Ndoto ya taifa letu ni hii, tumefikia hapa. Ndio maana Korea ndoto yao ni kuwa na kitu fulani. Kwa hiyo hawatetereki na bwana mkubwa yule wa dunia, kwa sababu wao wanajua wanapokwenda. Na mtu akitoka katika ile ndoto wanamdhibiti, kwa sababu anapoteza mwelekeo wa ndoto ya taifa lao. Kwa hiyo lazima taifa liwe lina ndoto husika, liwe lina malengo husika. Hakuna taifa lisilo na malengo, lakini kauli yangu naomba muelewe vizuri, ndoto na kauli mbiu ni vitu viwili tofauti. Una kila sababu raia wa taifa husika kulisaidia taifa lako, kwa maana ya kuchangia ndoto ya taifa lako iweze kutimia, na tuweze kuthamini vitu vinaotengenezwa na wazawa, tuweze kuvipa nafasi ya kutosha na kuacha ukiritimba usiokuwa na kichwa wala miguu. Tujaribu kujithamini ili na wenzetu watuthamini. Lakini tukiendelea kuthamini vya wenzetu, tukaona vile ndio bora zaidi na wao ndio wamesoma zaidi, ndio hapa tunapofika sasa. Tunaanza kulaumiana kuhusu swala la corona. Ilikuwa ni watu wakae, timu ya wataalamu wajifungie ndani, watafute suluhisho, baada ya muda watoe jawabu. Tumefanya tafiti kwa muda mfupi, tumepata suluhisho ni hili katika tatizo hili lilotukabili katika nchi. Na wakati wa kutafuta suluhisho huwezi kumdharau mtu. Ni sawasawa na gari lilokwama kwenye matope, huwezi kumchagua mtu wa kusukuma. Ni watu wote waliokuwepo wakati ule wasukume gari ile itoke kwenye matope alafu iendelee. Ndio jambo linapotokea, kama maradhi yametokea, wakusanywe watu wenye vipaji na taaluma, wakae pamoja, wajaribu kujadili ni kitu gani tunafanya kunusuru taifa letu, kunusuru raia wenzetu, na tuwanusuru wale ambao hawakupata nafasi ya kuweza kutoka na jawabu katika tatizo lilowavamia. Ndio maana tuliona China walienda kusaidia nchi zingine baada ya kutatua tatizo lao. Kwa hiyo sio kila mtu ana uwezo wa kubuni, sio kila mtu ana uwezo wa kutengeneza kitu, hapana. Lakini yule mwenye uwezo wa kutengeneza amshike mwenzake ili waweze kwenda. Ndio maana nilivumbua chai, na inasaidia watu wengi sana, ladha yake nzuri na imeleta tija sana. Hata hawa hasa dadangu wa Mwanza, tokea waanze kunywa chai, wale walikuwa ni mistari strong haitaki kufutika, imeanza kupoteza uelekeo.
Lakini tuna wasomi ndani ya taifa letu miaka zaidi ya 30 wanaamini tukikuwa positive huwezi kuwa negative. Naye anaimba kama Kasuku na anakuambia mimi ni PhD mimi. Sasa unajiuliza huyu mtu shahada yake maana yake nini? Faida ya shahada ni nini? Kwa hiyo sina maana ya kuzidharau, lakini tuna kila sababu ya kujiuliza zina maana gani kwetu na faida yake ni nini. Na shahada lazima watu tuzielewe vizuri. Ni taarifa ya kuonesha safari yako ya masomo ilianzia sehemu A na imeishia sehemu B. Haionyeshi ukomavu wa akili yako, haionyeshi ukomavu wa akili yako. Unaweza kuwa na shahada nzuri kumbe kichwani hamna kitu. Kwa hiyo ni vizuri tusilewe na shahada. Tujaribu kutizama vipaji vina uwezo wa kutatua matatizo yanayotukabili katika safari ya maisha. Tukifanya hivi hatutotetereka na magonjwa ya mlipuko yanayovamia katika mataifa, kwa sababu kuna watu Mungu ajalia upeo mzuri, uwezo mzuri wa kutengeneza vitu ambavyo inaweza ikawasaidia raia na mambo mengine yakaendelea. Hakuna sababu ya kuhangaika na virusi wakati kuna dawa ya 4A9. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki TRFC. Makusudio na dhamira yetu, amini kwa uwezo wa Mungu tutafika. Ndugu Mtanzania, twende pamoja, imarisha afya yako na dawa ya 4A9.